vizuri, ili matukio yote haya ni kama neema hivi kwenu. Tumeanza nadhani tuna miezi kama sikosei miezi miwili kama sio miwili mitatu tangu tumeanza, si ndio? Ni miezi michache sana tangu tumefungua kigango, lakini mnaona kuna neema hiyo ya pekee. Kuna wageni kutoka nje wanatamani kuwafikia ninyi na kuweza kuongea na ninyi na kuweza kushiriki baadhi ya mambo ambayo yataendelea hapa. Kwa hiyo kwenu muweze kuiwe nafasi pia kumshukuru Mungu na kuona kwamba si vigango vyote vimepata hiyo nafasi ya wageni kutoka Marekani. Si vigango vyote, ni ninyi tu ambao mmepata hiyo nafasi. Kwa hiyo hii nafasi ninyi muweze kutumia pia kumshukuru Mungu kwamba ndani ya mwaka wa jubilei basi tuliweza kupata, na sisi watu waliweza kufanya hija kutoka huko kwao kuwafikia ninyi. Sasa watakuja na nini basi ni wao watakavyokuja. Wao wakifika tu hapa basi kama wanatamani kushiriki machache ambayo yanaendelea hapa kigango kipya, basi ni neema ya Mungu imewafikia na nyinyi pia. Kwa hiyo ndani ya jubilei hii na nyinyi mnaweza mkaandika historia kama ambavyo nyinyi wenyewe mmeshajipanga kuanza na ujenzi, na najua mambo mengi yanaendelea hapa. Basi ni ndani ya mwaka huu ambao ninyi mnahitaji pia kumshukuru Mungu kwa namna ya pekee. Kwanza kabisa kwa kusogezewa huduma karibu. Kutoka hapa mlikuwa mnasafiri mbali mrefu, mpaka wengine kwa mfano wazee wetu walikuwa hawawezi kusafiri. Si ndio jamani? Wazee wetu wengine walikuwa hawawezi kusafiri kufika kanisani. Lakini kwa upekee kabisa baada ya kusogezwa hizi huduma karibu kwenu, basi inakuwa ni fursa kwao na wao kupata yale ya ambayo walikuwa pengine wakati mwingine wakiyakosa kutokana na umbali ambao upo kutoka hapa mpaka kule mlikokuwa mnasali mwanzo. Na hivi iwe fursa kwenu, narudia tena, kumshukuru Mungu kwa hayo makuu ambayo anaendelea kuyafanya kwenu. Kuwasogezea huduma, pia kupata ukaribu wa wahudumu ambao pia wapo karibu na ninyi, lakini pia kwa hija hii ya msalaba kufika kwenu, kufanikiwa msalaba kufika hapa kwenu, na pia huo ugeni ambao utafika sio muda, unasindikizana na hija hii ya jubilei ya miaka 2025 ya Ukristo. Kwa hiyo ya maisha ya kigango chenu, historia mpya inaanza kuandikwa kwenu. Na hivi katika uchanga wenu mmefanikiwa kufikiwa na hii msafara wa hija ya mwaka huu wa jubilei. Na hivi mjipigie makofi kwa hilo. Tunawaomba, najua kwa majitoleo yenu na kwa nguvu zenu mambo yataenda. Na hivi muone kwamba tupo pamoja na kanisa lipo pamoja na ninyi daima, na muendelee kufurahia huduma ambazo mnazipata kupitia kanisa, na mjione ni sehemu ya kanisa. Ninyi ni sehemu ya kanisa na mnastahili kupata yale ambayo kanisa linaendelea kuyafanya. Kwa bado hamjaingia kwenye masakramenti rasmi, kuna wale watu ambao bado wanaishi nje ya yule mfumo wa kanisa wa ndoa unaojulikana. Basi ni fursa kwenu, tumieni mwaka huu wa jubilei. Mheshimiwa Baba Paroko ameweza kutoa nafasi hiyo kwamba wengi muweze kurudi katika mfumo rasmi ambao kanisa linatambua mfumo au ile muundo wa ndoa wa kanisa, ili muweze na nyinyi kujichotea neema zinazotolewa katika sakramenti hizo. Pia wapo wale ambao tunajua walikuwa wapo nje ya masakramenti, na ninyi pia iwe fursa kwenu. Angalia unavyokuwa kanisani, umefungamana na kanisa kwa namna ipi? Unaweza ukawa ndani ya kanisa lakini haujafungamana na kanisa. Kuwa ndani ya kanisa si shida, ila je, upo ndani ya kanisa umefungamaneje na kanisa? Na hivi tuweze kuangalia namna ya kujifungamanisha na kanisa kwa upekee kabisa kwa njia ya masakramenti. Wale ambao tulikuwa nje ya masakramenti, wenyewe tunajua kanisa halikumtoa mtu, ila wenyewe tulijitoa kutokana na pengine kuishi sivyo vile ambavyo kanisa linaelekeza. Basi kanisa linaendelea kufungua milango, halijamfungia mtu. Muweze kutafakari na muweze kuonja hii neema ya pekee, na muweze kurudisha tena uhusiano ule mliokuwa nao mwanzoni na kanisa ambalo ndilo mwili wa Kristo, mwili wa fumbo wa Kristo mwenyewe. Tujifungamanishe na Kristo ambaye yeye mwenyewe kwa njia ya msalaba huu amepata kutukomboa. Karibu sana. Asante. Basi mpenzi mtazamaji, kama unavyoona, hili ni kanisa la kigango cha Ipalamwa. Kigango cha Ipalamwa, parokia ya Mlafu, jimbo Katoliki la Iringa. Kama unavyoona basi hivi ndio eneo lote la kigango hiki.
wanasali hapa, lakini hivi karibuni wanaanza ujenzi wa hili kanisa Ndio. Basi kama unavyoona ndio ile eneo la kigango hiki cha Ipalamwa, na mbele yangu ni naye kijana, ni katibu wa kigango hiki. Kigango kipya naambiwa. Unaitwa nani? Yohana Msola. Wewe kama katibu wa kigango hiki, mipango yenu katika ujenzi wa kanisa hili uko vipi? Mipango yetu ni kuanza kufyatua tofali kuanzia mwezi wa 8. Tunaanza kufyatua tofali kwa ajili ya ujenzi wa kanisa letu hapa. Zamani mlikuwa mnasali wapi? Lulindi. Ni umbali gani kutoka hapa mpaka Lulindi? Ni kilomita 3. Kilomita 3. Ndio. Okay, sawa. Ndio. Lakini eneo ambalo lina milima na mabonde. Ndio. Kwa hiyo ni mbali. Ni mbali. Na nimesikia kuna baadhi ya wazee huko hawawezi kabisa kwenda kusali kule Lulindi. Lulindi ndio tuliamua kuanzisha kigango chetu hapa, kina kama miezi kama 4 5 hivi kutoka tukianza. Kumbe bado kipya kabisa. Ndio. Basi wito wako labda kwa waamini wengine au kwa hivyo kuhusiana na ujenzi wa kanisa lenu ambalo mnatarajia kuanza? Tunaomba msaada pia kuanzia kwa baba askofu, parokia na hadi kwa waumini wote tunaomba msaada kwamba tuweze kuliwezesha kanisa letu liwe kama la wengine. Lakini tunaambiwa kanisa litajengwa na nani? Na sisi wenyewe. Na sisi wenyewe, sawa. Sawa. Kilio kinaanza na mwenye nini wanasema? Na mwenyewe, sawa. Kwenye mmeanza wala kufyatua tofali. Ndio. Basi sawa, hongereni na Mungu aendelee kuwabariki. Nashukuru sana. Asante. Ndo kanisa sasa hivi wanasali hapa kama unavyoona, lakini unasema imewarahisishia kusali kwao. Mwanzoni kulikuwa wanaenda umbali wa kilomita kama 3, 4 mpaka 5 kwenda kupata misa, lakini sasa wanapata huduma zao hapa. Hongereni sana na Mungu awabariki. Nashukuru. Basi sawa, kama unavyoona eneo hili, eneo kubwa kwa kweli, eneo hili hapa. Kigango cha Ipalamwa, parokia ya Mlafu, jimbo la Iringa. Msalaba wa Hija umefika hapa leo ikiwa ni tarehe 1 ya mwezi wa 7 mwaka 2025. Asante na kwaheri.